Hii ni Kakwale TV. Tumepata taarifa hii kwamba leo tutakuwa na mafunzo haya. Nilisafiri usiku kucha. Nikiwa njiani nilipiga simu na mimi niko Tabora. Nimefika hapa jioni saa 1 nikakutana na viongozi walioko meza kuu hapa. Nikakutana nao. Lakini lengo langu lilikuwa kwamba tukifanikisha zoezi hili tumefanikisha malengo ya chama chetu. Zangu walimu, mimi binafsi na waunga mkono sana. Naamini tuko pamoja. Tulikuwa na nia bega kwa bega katika chaguzi zote mbalimbali. Na mimi bahati nzuri mheshimiwa rasmi sijawahi kuwatupa mkono. Yako ambayo niliyafanya, lakini yako ambayo sikufanya kibinadamu, hakuna binadamu aliyekamilika. Kwa haya mapungufu mtusamehe, lakini kwa haya mazuri tuliyofanya na wao muendelee kutunga kwa chama chetu. Najua umetoka maeneo mbalimbali, kutoka wilaya Kansi, wilaya Kalambo, wilaya Sumbawanga mjini na Sumbawanga mjini. Lakini makao makuu ya wapi? Karibuni sana Sumbawanga. Tuko pamoja mpaka mwisho wa semina hii, na mimi nikimaliza semina hii na mimi nitarudi kwenda kuwakilisha kwa maeneo haya machache na siku chache zilizokuwa zimebaki. Lakini mheshimiwa, kama tunamruhusu niseme mambo machache sana. Tumefanya kazi na yeye kwa muda mrefu sana. Tumepambana kwa Mungu wetu kwa kuleta maendeleo ndani ya mkoa wetu. Kwa kweli Mungu imepiga hatua kubwa sana. Wako ambao wanataka mmoja leo tu au wamekuja juzi au ni mwaka mmoja au miaka miwili, lakini miaka 15 iliyopita Sumbawanga ilikuwa ni kisiwa. Leo kutoka Mbeya tukuma kuja Sumbawanga tukatumia angalau wiki moja. Jitahidi sana siku 3. Kwenye ndio kwa mshahidi. Lakini kutoka hapo kwenda Kalambo pale Matai Singiwe palikuwa hapo kitiki. Sopa palikuwa hapo kitiki. Lakini leo kutoka hapo kwenda Matai tumetumia dakika 5 sasa. Lakini kutoka hapo kwenda Manyeli na hapo maendeleo yanapatikana. Hususan mkoa mzima wa maendeleo makubwa sana yanapatikana. Tuna kila sababu ya kuipongeza serikali, Mheshimiwa Rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini kila sababu ya kupongeza chama chetu cha Mapinduzi kimeweza kusimamia ilani na hatimaye maendeleo yetu ndani ya mkoa wa Jana. Ndio kumaliza muda wetu. Ni vizuri mkatambua kwa hii mwaka 2010 ilikuwa haina umeme. Kwa hii kila maeneo umeme. Kwa hii ilikuwa haina maji. Na hii kwa kila maeneo maji yapo. Kwa hii ilikuwa ina vituo vya afya, lakini maeneo tulijitahidi kadri uwezo wetu tumeanza kujengwa kwa kasi. Kwa hiyo tuseme kimsingi serikali yetu imefanya kazi kubwa sana. Sasa tunakaribia mwisho wa mheshimiwa katibu. Tumebakia takriban wiki 2. Wengine tungependa turudi, lakini hatima yetu iko mikononi mwenu. Ukipenda mtaturuhusu tuendelee. Ili kuwa wa kwanza kupata habari, matukio, michezo na burudani kila siku kutoka Kakwale TV, bofya neno subscribe kisha alama ya kengele. Usikose.